Ndugu zangu, katika Agano la Kale Mungu alijiteulia taifa la Israeli, akafanya nao agano na akawaambia kwamba wakizishika amri zake na sheria zake watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Huo ni upendeleo mkubwa ambao Mungu aliwapatia Waisraeli, kuwa taifa la Mungu. Lakini hao waliofanywa kuwa taifa la Mungu kimsingi hawakupewa upendeleo huo kwa kuwa walikuwa taifa kubwa kuliko mataifa mengine, kwa kuwa walikuwa bora kuliko mataifa mengine, bali walizawadiwa hayo kutokana na huruma na upendo wa Mungu. Na kwa msingi huo walitarajiwa wawe vyombo vya baraka ya Mungu kwa mataifa mengine. Kwa bahati mbaya, katika mapito ya nyakati wakabadilika. Imani yao na dini yao ikachukua sura au tabia ya dini na imani ya kikabila, imani ambayo haikuwa inawavumilia wengine, imani ambayo haikuwa na utayari wa kuwapokea wengine na kuwashirikisha hiyo tunu ya imani. Na changamoto hii tumekutana nayo katika somo la kwanza. Tumesikia kwamba Petro anashutumiwa, na wanaomshutumu ni wafuasi wenzake na wana kanisa wenzake. Wanamshutumu kwamba ameshikamana na watu wa mataifa, ameshikamana na wapagani, hata akala nao. Hiyo kwa Wayahudi ni kufuru. Hawakuona kwamba ni sawa kuchanganyika na watu wasio na dini yao. Na Petro anajibu, anawaambia kwamba haukuwa ni uvumbuzi wake uliomfanya ashikamane na watu wa mataifa, bali ni ufunuo wa Mungu. Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu aliyemtoa mwanae Yesu Kristo awe mwokozi wetu. Na Kristo sio tu mwokozi wa Wayahudi, ni mwokozi wa kila mwanadamu. Sasa na hilo nalo msinipige mawe mkaanza kuniambia unasema wa kila wanadamu, hata Waislamu, hata wapagani, hata sijui wa nani. Ndiyo, Kristu ndiye mwokozi pekee wa watu wote. Wote wanaitwa wamtambue Kristu, wampokee Kristu, wamwamini Kristu na wamshuhudie. Ninyi kwa asili mlikuwa watu wa mataifa. Wengi wetu hapa
ni wajukuu wa wapagani, au sivyo? Wangapi wazazi wao walikuwa wapagani? Baba au mama alikuwa mpagani? Mmoja tu. Huku kwaya na kwaya wamuamu. Kumbe wako watu ambao wameibuka kutoka upagani, wakasikia habari njema, wakampokea Kristo. Hilo ni upendeleo wa pekee wa Mungu kwako. Umejaliwa mwanga, umejaliwa nuru, umejaliwa heshima au hadhi ya kutambulika kama mtoto wa Mungu, kama ndugu yake Kristo, kama hekalu la Roho Mtakatifu, kama mwana kanisa. Hebu tumshukuru Mungu kwa hilo. Na Mungu hakukuzawadia tunu hiyo ya kuwa Mkristo kwa kuwa uko mwema kuliko wengine, kwa kuwa uko mzuri kuliko wengine, kwa kuwa uko bora kuliko wengine. Amekuzawadia hilo kutokana na upendo na huruma yake kwako, akakufanya uwe mwana kanisa. Kwa hiyo Mkristo wa parokia ya Salome, tambua wito wako, tambua hadhi yako, tambua thamani yako, ishi imani yako, ishi wito wako, tekeleza utume na ushuhuda unaokupasa. Usipende kuwa Mkristo watia maji tia maji. Uwe Mkristo wa dhati na uone fahari kuwa Mkristo shupavu, Mkristo bora, Mkristo imara. Na kwa namna hiyo utakuwa mfuasi bora na kondoo mwema wa Kristo. Katika somo la Injili, Bwana Yesu ameendeleza fundisho tulilopewa jana katika Injili. Jana kwenye somo la Injili, Yesu alijibainisha kama mlango unaoingia kwa Baba, mlango unaopeleka uzimani, mlango halisi unaotutoa na kuturudisha katika zizi. Na Yesu akajitambulisha pia kama mchungaji. Jana tuliadhimisha sherehe ya Kristo mchungaji mwema, na somo letu la Injili la leo linaendelea kutufundisha juu ya Kristo mchungaji mwema. Huyu mchungaji mwema, sifa zake ni zipi? Kwanza, anawajua kondoo wake. Furahi kwa sababu Kristo anakufahamu wewe, anakufahamu kwa jina, anakujali na kukuthamini. Na wewe jijali, jithamini. Jambo la pili, Kristo anakuita kwa jina kwa kuwa anakufahamu. Kwa hiyo anakutambua.
nawe mtambue, isikie sauti yake, zingatia sauti yake, zingatia wito anaokuelekezea. Jambo la tatu, Kristo anajitoa bila kujibakiza kwa ajili yako, kwa ajili ya wokovu wako, upate wokovu. Sasa wewe ambao umeshajaliwa kuhubiriwa habari njema, kupokea zawadi ya wokovu, usiichezee. Wenzako hawajapata hiyo. Kwa hiyo kama watu ni Waislamu, wapagani, wanani, hawajapata hiyo neema uliojaliwa wewe. Lakini mshukuru Mungu aliyekupendelea, lakini tambua kwamba Mungu aliyekupa upendeleo pia atakudai matunda ya neema, ya wito, ya upendeleo aliyokutunuku. Kwa hiyo jipange vizuri, umrudishie Bwana sifa, shukrani, ibada na heshima ya mtoto wake. Umrudishie Kristo utumishi ulio bora wa mtu ambaye yuko tayari kumtangaza Kristo, mchungaji mwema aliyeteswa, aliyekufa na aliyefufuka. Leo ndugu zangu, wana parokia ya Mtakatifu Salome, nafurahi kusali pamoja nanyi, na naomba nichukue fursa hii nikitambua kwamba bado tuko katika maadhimisho ya Pasaka, niwatakie wingi wa heri na baraka za Kristo mfufuka. Leo tunapoweka jiwe la msingi la nyumba yenu ya mapadre, tunafanya kazi ambayo ni kazi ya Mungu. Ninawaalika mutekeleze kazi hiyo mkitambua fundisho la Zaburi ya 127 ambayo nasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba, mjenzi anajisumbua bure. Bwana asipoulinda mji, mlinzi anakesha bure. Basi kazi mnayoenda kuifanya, ifanyeni kama kazi ya Mungu. Na kama kazi ya Mungu inahitaji muwe na umoja, msipewe na figisu na vimalumbano. Hayo yanapoteza muda wa kazi ya Mungu. Kwa hiyo muwe na umoja, muwe na mshikamano, lakini pia muwe na ukarimu. Nyumba ya Mungu inajengwa kwa ukarimu wa watu wa Mungu, na nyumba ya mapadre Salome itajengwa na ukarimu wa wazungu au wa Italiano au wa Wahindi. Mekuwa bubu Itajengwa na ukarimu wa nani? Sisi wenyewe, au kama mko wa pale mtasema pipi wenyewe. Ni
sisi wenyewe. Basi msiogope kuwa wakarimu, kwa sababu sijaona mtu aliyefukarika kwa kuwa mkarimu kwa Mungu. After all, msikusahau kwamba chochote mlicho nacho, hata ninyi wenyewe, ni mali ya nani? Ya Mungu. Basi nawatakieni kazi njema, itekelezeke na ifane katika muda unaofaa. Amani ya Kristo iwe nanyi.